Shalom shalom, mtu wa Mungu, nikukaribishe tena wakati huu ambao Mungu amenipa neema. Siku ya leo, yako madhara makubwa sana kwa binti kijana yoyote. Inawezekana wewe ni kiongozi, katibu wa kwaya, mwalimu wa kwaya, mwenyekiti wa kwaya, yoyote ambayo unaweza kuna kangazi kokote kwenye kwaya, iwe ya vijana. Sana sana nataka niongelee kwa swala la vijana. Yako madhara makubwa sana ikiwa wewe utatumia nafasi yako hiyo ya uwenyekiti au ya ualimu au ya chochote ulicho nacho kwenye kwaya kuharibu wanakwaya wako. Nasema wanakwaya wako kwa sababu wewe unakuwa ni kiongozi wao. Ukatumia hiyo nafasi kuharibu yoyote utakayejisikia kumtongoza, unamtongoza. Na kitu ambacho kinakuwa kinakupa kiburi pengine ni kwa sababu wewe ni mwalimu, basi ni mwalimu unayefundisha pengine ni nyimbo, sui nini, afu nakuja ni mwalimu tena upande wa pili. Yako madhara makubwa sana. Nimefikiri hiki kitu sana kwa sababu ziko kesi mbalimbali ambazo basi kuna mtu nakuta analeta analalamika, mimi mdogo wangu yani anatoka na mwenyekiti, yani yule anatumia nafasi yake mwenyekiti kuharibu watoto. Anatumia nafasi yake kuharibu watoto. Nikafikiri pia hata kwenye Biblia Mfalme Daudi pale ambapo alitumia nafasi yake ya ufalme wake kulala na mke wa Uria Muiti, hata kumuua Uria Muiti. Yako madhara makubwa. Hebu angalia tabu ambayo aliipata Daudi kwenye kuitubia ile dhambi. Angalia. Leo hii unaweza ukawa unafanya akili yako ikiwa inakwambia kwamba mimi ni mwenyekiti, mimi ni katibu, mimi sijui nani kwenye kwaya. Kwa hiyo niko halali kufanya dhambi yoyote kwa sababu mimi ndo mimi. Hapana, wewe elewa tu kwamba Mungu ni usahihi wa kutenda na kunena. Mungu yupo, alafu hii dunia si kwamba uliumba wewe. Dunia afu haikujiumba kwamba tukakuta tu tumejiwe. Amna. Hii dunia yupo aliyeiumba. Ikiwa yupo aliyeiumba, mtu wa Mungu, usikubali wewe kuwa sababu ya kuharibu watoto wa watu. Ni jambo fulani ambalo linanikwaza, yani linanikera mpaka kuna muda ninakuta sema mwe, tufanye nini sasa? Yani ikiwa sasa vikundi vyenyewe mnavyoviita vya kwaya ni vikundi ambavyo vipo kwa ajili ya kuharibu watoto. Unakuta kwaya zenyewe zimejaa wale watoto wadogo sana. Wale watoto wadogo sana. Kwa mtu anakuwa yuko huru kwenda kufanya kibaya chochote. Kwa sababu pengine unakuta mwenyekiti, katibu, viongozi wanakuwa ni wale ambao kidogo wenyewe wameendaenda kaeji. Au hata kama ni mdogo anatumia kale kacheo kake kulubuni watoto wa umri mdogo. Weelewa unachofanya wewe. Hata Daudi alijaribu kufanya kwa mke wa Uria Muiti. Alimchukua mke wa Uria Muiti, lakini angalia gharama aliyoitumia kutubia. Usifikiri akili yako ambia hapana mimi nitatubu tu. Hapana mtu wa Mungu, hapana. Wewe usiwe sababu ya kuumiza. Usiwe sababu ya kuharibu mtoto wa mwenzako. Ingali unajua kabisa ni kosa, ni vibaya, unaharibu mtoto pengine kwa sababu tu ya hicho unachokiita kicheo. Kicheo chenyewe hakikupeleki popote. Yaani mtu hata ungekuwa na chochote ambacho nakiita ni cha maana, hii dunia utaondoka peke yako. Hutaondoka na chochote. Hivyo tu mtu wa Mungu, angaike kutenda mema tu. Kutenda mema ni nafuu. Kama ni kwaya, ziwe ni kwaya ambazo zitakuwa ni sababu ya mabinti na vijana kuishi kwenye misingi ya Mungu. Sio iwe ni kwaya ambazo zinatumika kuharibu mabinti na vijana. Siku ya siku nakuta yani watoto ni viruka njia. Yani kanisani ndo pamekuwa ni sehemu ya kuharibia watoto. Hapana jamani, watu wa Mungu, hapana. Mnatenda dhambi kubwa mno. Ikiwa wewe leo hii utakuwepo kanisani uko special tu kwa kuharibu watoto, mtu wa Mungu, hiyo dhambi hiyo unaoifanya, gharama yake ya kutubu ni kubwa mno. Pengine unaweza ukafia hapo. Unafia hapo. Swala ni moja tu. Inatakiwa
kugeuka na kubadilika. Hebu hivi vikundi hivi, mna mwingine mimi naonaga ni kama havina maana sana. Ni kweli inawezekana nyie kwenu vina maana, lakini vile ni vikundi ambavyo vitatumika kujenga watoto, visiwe vikundi ambavyo vitatumika kubomoa watoto. Leo hivi toto tunakuta ni umalaya umejaa tu, umalaya. Yaani pako nasema Mungu, yote katika yote tu mimi nasema hapana. Usikubali wewe kuwa sababu ya kumuumiza mtu. Usikubali wewe kuwa sababu ya kuumiza mtoto wa mtu. Usifikiri mzazi wake anajisikia vizuri kwa sababu umepewa kicheo fulani, upo kanisani, upo special tu kwa kuharibu watoto. Hapana, mtu wa Mungu, hapana. Hayo maisha sio sawa. Swala tu ni kubadilika. Amen.